Nigeria, taifa lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, linaripoti zaidi ya visa 1,000 vya ugonjwa wa ukoma kila mwaka, ugonjwa unaosababishwa na bakteria, Mycobacterium leprae, na hasa huathiri ngozi, neva za mwili na macho. Ukoma unatibika kwa dawa mchanganyiko, lakini bila kupata matibabu, ugonjwa huu unasambaa na husababisha vidonda pamoja na ulemavu kama vile upofu na kupooza. Wagonjwa pia wanakabiliwa na unyanyapaa mkubwa, anaeleza Awal Musa. Mara nyingi inanilazimu kujisaidia mwenyewe kama hakuna mtu wa kunisaidia, na hilo linaathiri majeraha. Kabla ya mwaka jana majeraha yangu yalikuwa yanapona, lakini sasa yanazidi kwa mabaya. Maumivu ni makali sana. Katika hospitali ya ERCC kwenye jimbo la Nasarawa, lililopo kilomita 200 magharibi mwa mji mkuu Abuja, wagonjwa 2 pekee wa ukoma walikuwa wamelazwa wakati Reuters ilipotembelea eneo mwezi Februari, baada ya wagonjwa wengine 26 kurudishwa nyumbani tangu mwaka jana kutokana na uhaba wa dawa, na hivyo kuongeza hatari ya kusambaa ugonjwa huu unaoambukiza. Unadhaniwa kuenea kupitia matone ya mate au kamasi pamoja na mawasiliano ya muda mrefu na mtu mwenye ukoma. Wafanyakazi wa afya wa ERCC walisema lengo lao katika mwaka uliopita ni kuzuia wagonjwa kuwa walemavu wa kudumu. The relapse will come when you start the drugs in most cases. Unajua, hali ya kujirudia inakuja kwa kesi nyingi unapoanza kutumia dawa. Kwa kuwa hawajaanza kutumia dawa, jambo muhimu zaidi, hatutaki waingie kwenye matatizo. Kwa hivyo shida ni jambo gumu zaidi. Kama watapoteza vidole vyao, utapata wapi vidole vingine? Kama watashindwa kuona, nani atawapa macho? Kwa hiyo kile tunachoogopa ni zaidi ya hapo. Wanakaa bila dawa, ugonjwa unasambaa siku hadi siku. Takwimu za WHO zinaonyesha Nigeria ni moja ya nchi 12 zinazoripoti kati ya visa 1,000 hadi 10,000 kila mwaka, nyuma ya Brazil, India na Indonesia. In the last this is about a year now. Katika siku za mwisho kama mwaka mmoja sasa, hatuna dawa za ukoma nchini. Hii ni mara ya kwanza tunaona aina hii ya hali ya ajabu yenye uchungu, ambapo wagonjwa wa ukoma ambao unajua kwa kweli kama nilivyosema ni maskini na hawawezi kupata dawa hii ya kuokoa maisha. Kwa mara ya kwanza dawa hizi zinakusudiwa kutolewa bure, zinaletwa na WHO, na bado tuna mwaka mmoja na zaidi bila kupata dawa hizo. Kila nchi inaomba dozi za ukoma. Dawa ya vidonge unakunywa zaidi ya miezi 12 kutoka WHO kila mwaka. Vyanzo vya afya vimesema ombi la Nigeria lilichelewa. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.